Bana, kama kuna listi ambazo unapaswa usitazame ni pamoja na hii listi ya tamthilia za ama channel za YouTube ambazo zimefanya vizuri sana kwa mwezi wa 5. Yes, kwa maana kwamba mwezi Mei ni moja kati ya listi ambalo nimeona zimetrend sana kunako mitandao ya kijamii. Watu wengi ama YouTuber wengi ni maana wanashare watu tofauti kuonyesha vile ambavyo nafasi zao zipo, na uende ukajiuliza kwamba nani ambaye ametoa listi hii. Inawezekana wewe ni miongoni mwa watu ambao namba yako hujaiona kwenye listi hiyo, ama wewe ni shabiki ambaye mtu ambaye unampenda hujamuona kunako listi hilo, ulitarajia labda fulani aonekane, mwisho wa siku hajaonekana. Ama kuna mtu ambaye umemuona lakini hujatarajia, ama kuna mtu ambaye umemuona kwenye nafasi fulani lakini hujatarajia ama hujahisi kama ni sehemu sahihi yeye kuwepo. Listi inatoka kwenye moja kati ya kurasa ambazo mara nyingi inakuwa inatoa listi tofauti ama chat tofauti, inaitwa Tanzania Chat. Kupitia kwenye kurasa wa Instagram unaweza kwenda kutembelea pale ukaona vile ambavyo inakuwa wamepanga lile listi. Tanzania Chat ni ukurasa wa Instagram ambao mara nyingi unakuwa unatoa listi ama takwimu za vitu tofauti. Inawezekana kwamba ni wasanii ambao wamefanya vizuri kwa kipindi fulani, ama inawezekana kwamba wakatoa ni listi ya nyimbo ambazo zimefanya vizuri kwa kipindi fulani, ama inaweza katoa listi ya filamu ambazo zimefanya vizuri kwa kipindi fulani. Lakini muda huu wametoa listi za YouTube channel ambazo zimetazamwa sana. Nazungumzia zile za tamthilia za YouTube kunako mwezi wa 5 ama mwezi Mei. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza kwamba nani ambaye ametoa listi hilo. Moja kwa moja jibu ni hilo, ametoa Tanzania Chat. Ni kurasa ambayo inapatikana kwenye kurasa wa mtandao wa Instagram, ambapo unaweza ukatembelea ukaona vile ambavyo wanakuwa wanatoa listi tofauti. Na leo nakuletea channel za YouTube ambazo zinafanya filamu ambazo zimetazamwa sana kwa mwezi huu, mwezi wa 10. Kwa mwezi huu, mwezi wa 5 kumradhi. Kuanzia na namba 10 kuna Zebu Film, moja kati ya familia ambayo ni wapenzi hao wameamua kwa pamoja wafanye kazi ya filamu, ambapo wao wamepata watazamaji milioni 5.4, kwa maana kwamba milioni 5.4, ambapo kwa hapa wana tamthilia yao ambayo inafanya vizuri sana, inaitwa Binti Nguva. Yes, unaweza katenga muda wako kwenda kuitazama. Ni miongoni mwa tamthilia ambazo zina vitu fulani vizuri. Kuna msichana mdogo ambaye anaongea kweli kweli, yani ni Zebu na filamu wamekamata namba 10 wakiwa na watazamaji milioni 5.4, na nambari 9 imekwenda kwa Pasali Brand ambaye yeye amepata watazamaji milioni 7.3. Nazungumzia kwa mwezi wa 5. Pasali Brand wao wana tamthilia ambayo inafanya vizuri sana, inafahamika kwa jina la Ndoa. Ni tamthilia fulani hivi ambayo ina mahusiano ndani yake. Kuna mtu anaitwa Kiduchu au ndo main. Sasa kuna Kiduchu ambaye ni mfanyakazi wa ndani, alafu kuna Pasali ambaye ni baba mwenye nyumba ama ni brother. Kwa hiyo mfanyakazi wa ndani design kama vile anamtaka kaka yake, anakuwa na mitego mingi tofauti. Mwisho wa siku kaka anakataa, lakini this moment inaonyesha kama vile Pasali tayari ameshakubali. Yes, Pasali wameingia kwenye mahusiano na Kiduchu. Huyo ni Pasali Brand ambao wana tamthilia yao inaitwa Ndoa. Wao wamekamata nambari 9 wakiwa na watazamaji ama wamepata watazamaji milioni 7.3. Lakini nambari 8 imekwenda kwa Dubu TZ. Wao wamepata watazamaji milioni 8.2 milioni 8.2, ambapo Dubu TZ wao wanatama tamthilia yao ambayo inaitwa Who is He, kwa maana kwamba huyo ni nani. Yes, kama sikusei ni tamthilia fulani hivi ambayo ndani yake kuna brother alafu kuna vijana wawili. Nahisi kwamba ni familia ile. Vijana wawili, kuna mmoja machachari sana na maneno mengi, kuna mwingine amepoa tu, ana mambo mengi. Miongoni mwa tamthilia ambazo kama utaamua utenge muda wako uitazame, I'm sure huwezi kujuta. Tamthilia fulani ambayo inatoa stress, ni nzuri. Actually binafsi nimeshaitazama na najua kile ambacho kizuri kilichopo ndani yake. Huyo ni Dubu TZ akiwa amekamata nambari 8 akiwa na watazamaji milioni 8.2. Lakini nambari 7 imekwenda kwa Kepu wa Akueno. Yes, Kepu na Akueno wao wamepata watazamaji milioni 8.9. Yes, KP wa Akueno wamepata watazamaji milioni 8.9, milioni 8.9 kupitia kwenye ukurasa wao wa YouTube. Lakini wao wanatamba sana na tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Bad Boy. Moja kati ya tamthilia ambazo kabla haijaanza ilikuwa na teaser fulani hivi kama watu wameoana, si imekuwaje ni na nini. Mwisho wa siku ndio hivyo, watu tunaenjoy kwenye tamthilia ya Bad Boy, ikiwa amekamata nambari 7 KP na Kweno akiwa na watazamaji milioni 9 na
100,000 amekamata nambari 7. Na nambari 6 imekwenda kwa ndugu zangu wanaitwa Chinga Media. Yes. Nambari 6 imekwenda kwa Chinga Media ikiwa wanatamba sana na tamthilia yao ambao wanaitwa Last Chance. Tamthilia fulani hivi ambayo ndani yake na mahusiano mengi kweli. Kuna mwana fulani anaitwa Raji. Kuna mwana, yani kuna of course kama utaamua utenge muda wako kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanapenda vitu vya mahusiano, Last Chance ni miongoni mwa tamthilia ambazo unatakiwa usitazame. Ina mahusiano ambayo kamchukua mtu katembea, yani mtoto katembea na mwanamke wa baba yake au baba akatembea na mwanamke wa mtoto wake. Tamthilia fulani kama utaamua utenge muda wako uende ukaitazame, I'm sure uweze kujuta. Ina watazamaji milioni 9.6 au ni Chinga Media. Namba 5 imekwenda kwa Baba Joani ambaye yeye amepata watazamaji milioni 10. Baba Joani ni mwamba fulani hivi ambaye mara nyingi sana tamthilia zake lazima kuwepo kuna watoto wa kina Karobo, miongoni mwa watu ambao wamechukua maarufu mkubwa. Karobo kuanzia tangu kipindi kile Binti Yangu Kipofu, lakini kwa sasa Baba Joani ana tamthilia ambayo inaitwa tangu kipindi kile na tamthilia yake inaitwa Baba Yangu Kipofu, lakini kwa sasa ana tamthilia yake inaitwa Binti Yangu. Baba Joani amepata watazamaji milioni 10. Na miongoni mwa watu ambao YouTube wanaifahamu kweli kweli, wao wanacharaza. Watu wanamuelewa kile ambacho anakifanya ni sababu na Baba Joani. Kama utaamua utenge muda wako utazame kile ambacho Baba Joani anakifanya, na mimi naweza kujuta. Kuna viuchawi ndani yake sometimes kwenye kazi zake, sometimes hamna uchawi. Kuna watoto fulani hivi ambao na mambo fulani ambao ukiamua uitazame, I'm sure uweze kujuta. Kuna Karobo na mwenzake, mara huyu mchawi sio mchawi, usio anatafuta dawa mponyeshe babake na vitu kama hivyo. Huyo ni Baba Joani ambaye amekamata nambari 5. Namba 4 imekwenda kwa Clam Vevo, mwamba kweli huyo. Yeye amepata watazamaji milioni 11 ambaye kwa sasa anatama tamthilia ambayo inafahamika na Big Boss 2. Big Boss 1 tayari tumeshaimaliza, ipo kando. This moment tupo kwenye Big Boss 2. Miongoni mwa tamthilia ambazo visa vyake unaweza ukasema kwamba pongezi nyingi ziende kwa kwanza aliyetunga, lakini pili wana ambao wameigiza kwenye ile tamthilia. Kuna mambo fulani anaitwa Kaniki, mambo ana sanaa kubwa kweli kweli, yani achana na Kaniki. Kuna mambo anaitwa Tajiri Matula kama sikosei. Mambo fulani hivi amefanya character ambayo kwenye mazingira ya kawaida hata wewe amshua kama kiambao uicheze, sidhani kama unaweza kukubali kuicheza. Lakini sanaa amejaribu kutuonyesha vile ambavyo msanii anabadilika. Msanii bwana lazima abadilike bwana. Ukiwa character hii unacheza, ukiwa character hii inacheza. Huo unaitwa ni Tajiri Matula. Tamthilia fulani hivi ambayo ndani yake kuna masuala fulani hivi kichawi, mambo ukafara, mambo ya Freemason. Inaitwa Big Boss 2 kutoka kwa Clam ambaye amekamata namba 4 ambao kwa mwezi huu wa 5 ambao uliopita imepata watazamaji milioni 11. Namba 3 imekwenda kwa Sandra Official, mwanamama pekee ambaye ameingia kwenye top 3. Yeye amekamata namba 3 ambapo kwa sasa yeye anatamba na tamthilia yake inaitwa Love Me Again. Sandra Official wao wamepata watazamaji milioni 13. Na Love Me Again ni miongoni mwa tamthilia ambazo zina mapinduzi kweli. Kwanza ina kamera kali, yani kutazama ile picha yake tu ambayo investment imefanyika kwenye ile kazi, hutoacha kumpongeza Sandra. Ametia watu, kuna watu wana sanaa kubwa kweli kweli ule. Kuna kina Semeni mule, kuna kina John mule. Watu wamechalaza. Of course huyu ni Sandra Official, mwanamama pekee ambaye amekamata chati hii ya tatu bora, ambaye amekamata nambari 3, ameipata viewers milioni 13 kwa mwezi huu, mwezi wa 5. Lakini nambari 2 imekwenda kwa Steve Nandaro kupitia kwenye kazi yao kwa sasa inafahamika kwa jina la Memkwa. Yes, mapinduzi sasa yamefanyika. Wana vichwa viwili vimeamua vikae kwa pamoja viweze kutuletea kazi ambapo watazamaji tunaenjoy kweli kweli. Memkwa imekuwa ni miongoni mwa kazi ambazo inaingia toka kwa wasanii. Tunaona kuna watu walikuwepo, kuna mtu kama Dudu Baya aliingia, alionyesha unyama kweli kweli, yani mwisho wa siku ametoka. Kuna Kobis Kikala aliingia mule, alionyesha unyama kweli kweli, mwisho wa siku ametoka. Alikuwepo Mama Wigi, alionyesha unyama, mwisho wa siku ametoka. Yani kuna ingia toka fulani vya watu. Ni kazi ambayo huwezi kutabiri kwamba wiki hii atakuwepo nani. Mtu ambaye unamtarajia wewe atakuwepo, Steve Nandaro anambadilisha, anamleta mtu mwingine kabisa. Huyo ni Steve Nandaro ambao wao wamekamata nambari 2 ambao kwa sasa wanatamba na tamthilia yao ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa. Wamepata watazamaji milioni 14 kuna ukurasa wa YouTube kwenye mwezi huu, mwezi wa 5. Na nambari 1 imekwenda
kwa Baba Asma mwenyewe, Bichwa Production. Moja kati ya kazi ambazo Watanzania tunafurahi kwa kile ambacho tunakifanya. Hii ni Dunia season 2. Season ya kwanza ilishakwisha na hii ni season 2. Miongoni mwa kazi ambazo zinafanya vizuri kulikweli kwenye kurasa wa YouTube. Kieka tu kama sio siku ya kwanza, siku ya pili washafikisha viewers milioni 1. Huyo ni Baba Asma, anaitwa Bichwa Production, ni kampuni yake ambayo yeye kwa ujumla amepata watazamaji milioni 16. Can you imagine, milioni 16 kwa mwezi wa 5 tu wamepata watazamaji yao. Miongoni mwa kazi ambazo zina mafunzo kulikweli kwenye masuala mazima ya mahusiano na kwenye masuala mazima ya maisha. Dunia ni kazi ambayo imebeba kila kitu kwenye dunia. Nisemeje? Dunia ni kazi ambayo imebeba kila kitu ambacho kinapatikana ulimwenguni. Nakosa maneno kuielezea kwa sababu dunia ni dunia. Hivi ambavyo sisi tunaviishi ndivyo vitu ambavyo Baba Asma ameviweka kwenye sanaa, mwisho wa siku akatuletea sisi mashabiki. Tuna enjoy actually. Pongezi nyingi ziende kwa uongozi, kwa maana kwamba Bichwa Production na wasanii wote ambao wamefanikisha kuweza kukamata chati hii nambari 1 kwa kuweza kupata watazamaji milioni 16 kwa mwezi huu, mwezi wa 5. Kuna Bichwa kweli, kuna Manyanya, kuna Violet, kuna Sindika Kulanya, kuna Mudi Muzu, kuna Bichwa kweli yani. Hiyo ndio dunia. Hiyo ndio chati ama hizo ndio listi la tamthilia 10 ambazo zimepata watazamaji wengi kuna kwa mtandao wa YouTube kwa mwezi wa 5. Nikukumbushe tu, unaweza ukashangaa kwamba nani ambaye ametoa chati hii, ama unaweza ukabeza kusema kwamba hii sio kweli. Aliyetoa chati anaitwa Tanzania Charts, moja kati ya kurasa ambazo zinapatikana kuna kwa mtandao wa Instagram. Mara nyingi imekuwa ni kurasa ambayo inatoa takwimu tofauti, waweza kuwa ni tamthilia, waweza kuwa ni music, waweza kuwa ni wasanii, lakini yeye ameamua amezikategori tamthilia 10 bora ambazo zimetazamwa sana kwa mwezi huu, mwezi wa 10. Unaweza ukaacha comment yako chini hapo kwa hii chat ambayo umeitazama. Kama sio kusikia, tuambie yule ambaye umemwona amekamata namba fulani unahisi amestahili ama hajastahili. Wapo wengi ambao wamefanya vizuri lakini hawapo, pia tuambie. Sema bana fulani kwenye namba fulani mimi nahisi hajastahili, au sema Baba Asma kukamata namba 1 mimi nahisi hajastahili. Alafu wewe sema kwenye comment, mimi nilitarajia fulani ndo akae namba 1. Ama sema hapo ambapo umekaa Sandra Official, mimi sikupenda hapo akae Sandra. Alafu wewe mseme nani ambaye unaamini angepaswa akae kwenye hiyo chat. Lakini kuna namna yote, kama unaamini kwamba chat imekaa vizuri kabisa, imeshiba, imekaa vile ambavyo wewe ulikuwa unatamani ikae, unaweza ukaacha comment yako kwa chini hapo, ama kuacha maua kwa yule ambaye ameiandika chat hii. Hapa ni Nyundo TV. Thanks for watching. Till next time. Love you.